Taarifa za leo zimebainisha kuwa kuna mwanaume mmoja nchini Tanzania ambaye anaogopwa zaidi kuliko hata mkuu wa majeshi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa leo, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania inatetemeka wiki chache baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Taifa hilo lenye historia ya amani limegeuka uwanja wa hofu, simanzi na ukimya wa kulazimishwa. Zaidi ya watu 700 wanaripotiwa kuuawa katika maandamano ya kupinga matokeo ya kura yaliyomrudisha Rais Samia Suluhu Hassan madarakani kwa asilimia 97 ya kura, matokeo ambayo yanaibua hisia za sintofahamu zaidi kuliko furaha. Katikati ya wingu hilo la damu na machozi, jina moja linatawala mijadala ya ndani na nje ya Tanzania: Abdul Halim Hafidh Ameir, mwana wa Rais Samia. Taarifa kutoka mitandao ya kijamii na vyanzo vya kimataifa zimempa sifa ya mtu anayeogopwa zaidi nchini Tanzania, kivuli kinachoelezwa kuendesha mfumo wa hofu chini ya pazia la usalama wa taifa. Abdul Halim hana wadhifa rasmi serikalini, lakini ndani ya duru za kisiasa anatajwa kuwa na nguvu zisizoelezeka. Anakisiwa kuwa ndiye nguvu halisi nyuma ya Tanzania Intelligence and Security Service, ambayo inajulikana kwa ufupi kama TISS ama TIS, taasisi inayotajwa kubadilika kutoka chombo cha usalama kwa injini ama kuwa injini ya hofu na ukandamizaji wa raia. Na baada ya uchaguzi uliochafuliwa na shutuma za udanganyifu, maandamano yalizuka katika miji mikubwa ya Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, lakini kile kilichofuatia kimeelezwa kama msururu wa ukatili ulioratibiwa kitaasisi. Watu walipotea bila dalili, wengine wakipatikana wakiwa wamekufa na baadhi wakiendelea kutojulikana walipo. Kwa mujibu wa ripoti kutoka vyombo vya habari na kimataifa na mashirika ya haki za kibinadamu, wimbi la watu waliotekwa lilianza siku moja kabla ya uchaguzi. Makundi ya wana usalama waliokuwa hawana alama maalum walionekana wakiteka wanaharakati, waandishi wa habari na maafisa wa upinzani. Ndani ya Tanzania, jina la Abdul Halim linatajwa kwa hofu na ukimya. Wapo wanaosema kutamka jina lake hadharani ni sawa na kujiandikia hukumu. Inadaiwa kuwa anaendesha mtandao maalum wa operesheni za siri unaohusisha maafisa wa TIS, polisi na askari wa jeshi. Mtandao huu unatajwa kutekeleza vitendo vya mateso na mauaji katika maeneo yaliyofichwa nje ya miji mikubwa. Mashuhuda waliotoroka wameelezea kuwepo kwa vituo vya siri vinavyotumika kama magereza ya kihalifu, na ndani ya vituo hivyo watuhumiwa na kukumbana na mateso makali, baadhi wakilazimishwa kutoa taarifa za kisiasa, wengine wakitoweka kabisa. Takwimu zisizothibitishwa rasmi zimeonyesha kwamba zaidi ya watu 200,000 wameripotiwa kupotea tangu Novemba mosi, na siku chache baada ya matokeo ya urais kutangazwa. Kilio cha umma kilianza mara tume ya uchaguzi ilipotangaza matokeo yaliyompa Rais Samia ushindi wa kishindo, na mitaa ya Kariakoo, Kinondoni na Buguruni ikageuka uwanja wa mapambano kati ya wananchi na vikosi vya usalama. Humo ndipo miili ya mamia ya watu ilianza kuonekana mitaani, wengi wakiwa vijana waliokuwa wakishiriki maandamano. Ripoti za ndani ya vyama vya upinzani kama Chadema zinasema idadi ya waliouawa inaweza kufikia 700, huku wengine zaidi ya 1500 wakijeruhiwa vibaya. Miili mingi imekuwa ikihifadhiwa katika hospitali ya taifa Muhimbili, na baadhi ya mashahidi wanasema mazishi ya haraka yamekuwa yakifanyika usiku bila ruhusa ya familia. Wakati wananchi wakilia, Abdul Halim anatuhumiwa kuongoza kikosi maalum kinachoshughulika na usafishaji wa mitaani, operesheni inayolenga kuondoa wapinzani waliokuwa wakiitisha maandamano. Mwaka wa 2025 unakuwa kipindi cha maumivu ya pamoja kwa Watanzania. Wakati Rais Samia akisherehekea ushindi wake, baadhi ya raia wanasherehekea mazishi.
Hasira dhidi ya Abdul Halim zilifika kilele pale waandamanaji walipovamia mali zinazodaiwa kuwa zake jijini Dar es Salaam, ikiwemo hoteli ambayo haijakamilika na magari ya kifahari. Shambulio hilo lilionekana kama mlipuko wa hasira uliokuwa umejificha kwa muda mrefu. Wengi wanaona kwamba Abdul anatumia jina la rais kulinda vitendo vya siri, huku mamlaka zikiwa kimya, kama kwamba hofu imekuwa sheria mpya ya nchi. Taarifa kutoka ndani ya vyombo vya usalama zinaonyesha kuwepo kwa mpasuko ndani ya jeshi la taifa, sehemu ya maafisa wa kijeshi wanaodaiwa kukerwa na namna operesheni za kisiasa zinavyotumiwa kuua raia. Inadaiwa kuwa baadhi ya vitengo vya jeshi vimeanza kusaliti maagizo ya TIS, jambo linaloashiria mgogoro wa ndani unaoweza kutikisa ngazi za mamlaka. Kuna taarifa kwamba baadhi ya maafisa waliokuwa wamesema wazi kutokubaliana na ukatili huu hawajulikani walipo sasa hivi. Wengine walikimbilia nchi jirani wakihofia maisha yao. Kwa miaka mingi TIS imekuwa ikitambulika kama ngao ya usalama wa taifa, lakini sasa jina hilo linatajwa sambamba na vitendo vya kigaidi. Wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wanadai kwamba TISS limegeuka kuwa chombo cha kuwatisha wananchi, si cha kuwalinda. Na ndani ya taasisi hiyo, Abdul Halim anatajwa kuwa na ushawishi mkubwa kuliko wakurugenzi wake rasmi. Anaelezwa kutoa maagizo ya moja kwa moja kwa maafisa wa juu, hasa katika kipindi cha machafuko ya uchaguzi. Wachambuzi wa haki za binadamu wanataja kuwa mbinu zinazotumiwa na TISS chini ya ushawishi wake zinafanana zile za mashirika ya kigaidi: utekaji wa siri, mauaji ya kimfumo na matumizi ya propaganda za hofu kudhibiti jamii. Mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kile wanachokiita kuongezeka kwa ukandamizaji wa kiserikali. Ripoti kutoka NPR na Africa Confidential zimebainisha kuwa vitendo vya kikatili vilianza hata kabla ya uchaguzi kama njia ya kuwatisha wapiga kura na kudhibiti upinzani. Kulingana na taarifa hizo, serikali ilitekeleza sera ya usalama wa kisiasa, sera iliyogeuka kisingizio cha ukatili. Abdul Halim alionekana kama mratibu mkuu wa mfumo huo wa hofu, huku akihusishwa na vifo vya utekaji wa makumi ya wanaharakati waliokuwa mstari wa mbele kupinga matokeo ya uchaguzi. Shinikizo la kimataifa linaanza kujikusanya. Mashirika ya haki za binadamu yanataka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani kuchukua hatua za haraka dhidi ya viongozi wa TISS na watu wanaohusishwa na vitendo vya ukiukwaji wa haki. Kuna mapendekezo ya kisheria ya kuiweka TISS chini ya orodha ya mashirika ya kigaidi, hatua ambayo kama itachukuliwa itakuwa na athari kubwa kwa diplomasia ya Tanzania. Pia kuna wito wa kuanzishwa kwa uchunguzi wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuhusu mauaji na mateso yaliyofanyika baada ya uchaguzi. Kwa sasa mataifa ya magharibi yameanza kufuatilia kwa karibu hali ya Tanzania, huku balozi zao zikionya raia wao kuhusu hatari ya kiusalama nchini humo. Ndani ya Tanzania hali ni tete. Vyombo vya habari vya ndani viko chini ya shinikizo kubwa, huku baadhi ya waandishi wakikamatwa au kutoweka. Mitandao ya kijamii imewekewa vikwazo na taarifa nyingi zinapita kupitia njia za kimataifa. Wananchi wamegawanyika katika uoga na hasira. Wengine wanajifungia ndani kwa hofu ya usiku wa mabomu ya machozi na milio ya risasi. Kwa wengi kipindi hiki kinahesabiwa kama jaribio la pili kubwa zaidi kwa taifa tangu enzi za ukoloni. Ni kipindi kinachoamua iwapo Tanzania itabaki kuwa nchi ya demokrasia au itaangukia kwenye mfumo wa kiimla unaojificha ndani ya sura ya utawala wa kiraia. Kwa sasa jina la Abdul Halim ni fumbo. Hana nafasi rasmi serikalini, hana tamko la umma, lakini ana nguvu zinazotawala nchi nzima. Anaelezwa kuwa kiini cha mfumo wa siri unaunganisha mamlaka ya kisiasa, kijeshi na kijasusi. Kila anapoguswa, pazia la ukimya hushuka. Wanaojaribu kuchunguza vitendo vyake hujikuta wakiishi kwa hofu au wakipotea bila dalili.
Wito wa kimataifa sasa ni wazi: kuchunguza, kuwajibisha na kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za nchi. Tanzania iko katika kipindi cha kihistoria. Hali ya sasa ni onyo na nafasi. Onyo kwa wale wanaotumia mamlaka vibaya na wale kwa taifa nafasi kwa taifa kujirekebisha. Ikiwa madai haya yatapuuzwa, basi historia itaihukumu Tanzania kwa ukimya wake. Lakini iwapo hatua zitachukuliwa, itaweza kuwa mwanzo wa enzi mpya ya haki na uwajibikaji. Hadi leo mitaa ya Dar es Salaam na Arusha bado inazungumza kwa sauti ya chini kwa chini, ikitaja jina moja lenye kivuli kirefu: Abdul Halim Hafidh Amir, mtu ambaye jina lake limegeuka alama ya hofu na sura yake mfano wa nguvu zisizo mipaka ndani ya taifa linalotafuta mwanga wa ukweli.